Shalom. Hizi ndio tabia za wanawake wengi zinazopelekea waume zao kupunguza kupendwa na waume zao. Hizi ndio tabia kadha wa kadha ambazo wewe mwanamke utakapokuwa nazo, hata kama mwanaume wako alikuwa anakupenda vipi, hata kama mwanaume wako alikuwa anakuthamini vipi, hata kama mwanaume wako alikuwa anakuchukulia wa thamani kiasi kikubwa sana, lakini utakapokuwa na hizi tabia, tambua kabisa mwanaume wako atakudharau na atakupenda tena, ataanza kukuona wewe ni wa kawaida. Sasa wewe kama mwanamke, epukana na hivi vitu kwa mchumba wako, kwa mume wako. Vitu hivi utakapoepukana navyo, mahusiano yako yatadumu kwa muda mrefu, mahusiano yako yatadumu pasipokuwa na shida ya aina yoyote. Sasa hizi ndio tabia 5 ambazo zinapelekea wanaume wengi kuwadharau wake zao, wanaume wengi kuwashusha thamani wake zao. Sasa tabia ya kwanza ambayo mwanaume hataki kuiona kabisa kwa mwanamke wake ni tabia ya kutaka mamlaka ndani ya ndoa. Tabia ya kutaka mamlaka. Unakuta mwanamke anataka awe juu ya mwanaume. Yaani kila ambalo analiongea yeye anataka mwanaume wake alifuate. Kila ambalo analitaka yeye anataka mwanaume wake alifuate. Na kuambia kitu cha kweli, mwanamke, mahali popote pale ulipo, unapokuwa na tabia za namna hiyo za kutaka kumuendesha mwanaume wako, kumpelekesha vile unavyotaka wewe mwanaume wako, tabia ya kutaka kuwa juu ya mwanaume wako, na kuambia kitu cha kweli, mwanaume hapendi kutawaliwa na mwanamke. Mwanamke, wewe ni mshauri wa mwanaume, usizidishe hapo. Mshauri akifuata mashauri yako, mshukuru Bwana, mfuate, elekea pamoja naye. Lakini akikataa ushauri wako, isiwe ni sababu ya wewe kutaka kuwa juu. Unijali, unipendi, unitaki, unanichukia, unawajali watu wengine huko nje, pengine unisikilizi mimi, unasikiliza wengine huko na nini. Mwanamke, jifunze kunyenyekea. Usitake mamlaka, usitake kushindana na mwanaume wako, usitake kupambana na mwanaume wako. Sasa hili ni tatizo kubwa sana, limepelekea wanawake wengi, hata kama walikuwa wanapendwa na waume zao, limepelekea wanaume zao kuwashusha thamani wake zao, limepelekea kuwashusha thamani wapenzi wao. Sasa jambo lingine ambalo linapelekea wanaume wengi kuwadharau wake zao na kuwaona wa kawaida, tunasema kwamba kuwa na mdomo mchafu kupitiliza. Tunapoongelea mdomo mchafu, tunaongelea maneno au kauli chafu. Yaani mwanamke, unakuwa na kauli chafu kwa mume wako, kauli ambazo hazina mpangilio. Hauelewi hili neno niliweke wapi, hili neno linafaa sehemu gani, hili neno linafaa sehemu ipi. Lakini wewe muda wote unakuwa ni mtu mwenye maneno na mwenye kauli chafu. Sasa kuwa mtu mwenye kauli chafu za mdomoni, yaani muda wote unaongea kauli chafu, ujali hii kauli haifai kwa mwanaume wangu, hii kauli haitampendeza mwanaume wangu, wewe popote pale unatoa maneno machafu, unatoa maneno yasiyokuwa na stala, unatoa maneno yasiyokuwa na hekima na busara. Andiko nasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe, na mwanamke mwenye busara anayejenga nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Anapoongelea mikono, anaongelea maneno, anaongelea matendo, anaongelea tabia. Asa ukiwa na tabia ya maneno machafu mwanamke, mwanaume wako ujali, unampangia mwanaume wako, unamuendesha kama mkokoteni, kama galibovu, kama gali sklepa. Na kuambia kitu cha kweli, unapokuwepo na tabia hizo, elewa kabisa mwanaume wako anakudharau sana. Na niwaibie siri wanawake, kitu ambacho hamkijui kwa wanaume, unapokuwa mwanamke una sauti kali kwa mwanaume wako, yani ni sawasawa na tunasema na nzi au mbu anayepiga kelele. Nzi anayepiga kelele kwenye masikio na shangazi analia uwezo wa kung'ata ana, uwezo wa kuleta madhara kwa huyo mtu anayepigiwa kelele hana. Sasa ndivyo ilivyo pia kwa mwanamke anapopiga makelele kwa mwanaume wake. Sasa zote hizi ni ishara utakapokuwa nazo wewe mwanamke, tambua kabisa mwanaume wako atakudharau na hata kupa kipaumbele, hata kuheshimu, hata kuona wewe ni mwanamke mpumbavu katikati ya wapumbavu, lakini hata kuambia kwa wewe ni mpumbavu. Lakini jambo lingine ambalo tunasema litapelekea mwanaume wako kukudharau, kukuona wewe au jithamini au na thamani, ni mwanamke uliyekosa kufundwa huko nyumbani kwenu. Ni mtu ambaye
unakuwa na malalamishi na mashindano muda wote ndani ya ndoa. Mtu ambaye muda wote wewe unadhua mabaraa ndani ya ndoa. Muda wote wewe ni mtu wa kususa, wewe ni mtu wa kuchukia, wewe ni mtu wa kufoka, wewe ni mtu wa kulalamika. Mimi hapo nitende yake, mimi pale nitende yake. Nilikuomba kitu fulani, hujanifanyia 1 2 3. Hata mume anyenyekee vipi, sina kwa wakati huu, nikipata nitakupa. Bado unaona kama ni muongo, unaona kama ni mzushi. Ni mtu ambaye unakupo na malalamishi muda wote unataka mashindano. Ndani hakuna amani. Sasa mwanamke ukiwa na tabia kulalamika muda wote kwa mwanaume wako, nakwambia kitu cha kweli, unaibomoa ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Unapoendelea kumnyanyapaa kwa kuwa mlalamishi, unapoendelea kumnyanyapaa kwa kuwa na maneno machafu, unapoendelea kumnyanyapaa kwa kutaka mamlaka, tambua kabisa ndivyo hivyo unavyoendelea kujitoa ndani ya moyo wake, ila yeye hatakwambia. Unaendelea kujiangamiza ndani ya moyo wake, ila yeye hatakwambia. Kwa sababu gani? Kama alikupenda 100%, kadri unapozidi kumletea mabalaa ya namna hiyo, unapoendelea kumletea tabia za namna hiyo, jua kabisa tunasema ulimwengu wa roho unaendelea kuporomoka, unaendelea kushuka thamani, unaendelea kushuka viwango, unaendelea kushuka vigezo, unaendelea kupoteza haki yako ya wewe kama mwanamke. Unataka kubadilika kuwa mwanaume, lakini japo kimwili tunakuona na maziwa, tunakuona na sauti ya kike, una sura ya kike, ila kiroho na sura ya kiume. Unataka mamlaka. Na kwambia kitu cha kweli, ukiwa katika tabia za namna hiyo, unaweza ukajikuta unapoteza mamlaka yako wewe mwenyewe. Lakini jambo lingine tunasema kwamba kumnyima mume wako tendo la ndoa. Yani tendo la ndoa naligeuza kuwa fimbo kwa mwanaume wako. Tendo la ndoa linakuwa fimbo kwa mume wako. Yani unajiamulia wewe umpe muda gani, hata kama yakihitaji wewe hapana, usinipangie, hapana na nini. Yani tendo la ndoa linageuka kuwa fimbo. Nilikuomba kitu fulani ukinipaga, sasa ili uje unipe na mimi ndo nitakupa tendo la ndoa. Sasa unapokuwa unamfanyia mwanaume wako tabia za namna hiyo, mpaka tendo la ndoa unampangia, wewe ndo unayeamua. Na my friend, nakwambia kitu cha kweli, unajikuta unaweza kuwa unajiua wewe mwenyewe, unaweza kuwa unajiangamiza wewe mwenyewe, unaweza kuwa unajipoteza wewe mwenyewe katika hiyo ndoa, na yeye hawezi kukwambia. Anaweza akakukalia kimya, akakwambia leo kesho, akiona umeshupaza shingo akanyamaza, kaendelea na mambo mengine. Sasa zote hizi ni tabia au ni dalili ambazo utakapoziona utakapokuwa nazo wewe kama mwanamke kwa mwanaume wako, na kwambia kweli unaibomoa ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Lakini jambo lingine tunasema kwamba mnakuta mwanamke anajaribu kumlinganisha mwanaume wake aliye naye leo, anamfananisha na yule ex wa miaka 99 iliyopita kule. Ndio maana Saidi alikuwa na tabia nzuri, Saidi alikuwa ananijali, nikimwambia nitumie 50 ananitumia. Na kwambia Emmanuel yule ex wangu alikuwa nikimwambia njoo anakuja kwa wakati, lakini wewe hutaki yani unamlinganisha mwanaume wako na wale wanaume zako waliopitaga zamani. Sasa unapokuwa na tabia za namna hii wewe kama mwanamke, nakwambia kitu cha kweli, unaibomoa ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Unajibomoa kwenye moyo wa huyo mwanaume, hata kama alikupenda vipi, unajibomoa wewe mwenyewe. Endelea kumtesa, endelea kumuonyesha hizo tabia, lakini atakapokuja kushawishika, akitoka nje, akikutana na mwanamke mnyenyekevu huko nje, akikutana na mwanamke mtiifu huko nje, akikutana na mwanamke mwenye busara huko nje, akikutana na mwanamke anayemjali na kumpa haki zote yeye kama mwanaume, atakusahau wewe. Na hata kama hata kusahau, ataendelea kuwa na wewe, lakini moyoni ameisha kutoa. Utabaki tu hapo kama mama mlea watoto, utabaki tu hapo kama mama mwenye nyumba, lakini baba kumbe kaenda kujenga nyumba nyingine huko Temeke, ameenda kujenga nyumba nyingine huko Kibaha, anaishi na mwanamke sehemu ya kutuliza moyo wake. Wanawake wengi wamejikuta wakitengeneza ndoa mbili kwa waume zao kwa sababu ya tabia walizonazo. Jifunze kunyenyekea mwanamke, jifunze kushuka kwa mume wako, kwa sababu mpaka amekuchagua wewe, amekuweka, amekuamini. Sasa kama umeaminiwa hizi tabia, epukana nazo. Kama umeaminiwa hizi tabia, usiwe nazo hata kidogo, na Mungu atakubariki. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.